sauti ya Mungu ndiyo iliyotuweka au ndiyo inayomweka mtu katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha rahisi, sauti nyingine nje ya sauti ya Mungu, iwe ni sauti inayotokana na shetani, ibilisi, giza, au sauti inayotokana na akili ya kibinadamu, siku zote huwa inamtoa mtu mbali na uwepo wa nani? Wa Mungu. Tunaona sauti ambayo iliyomweka Adam na Eva katika bustani ya Eden katika uwepo wa Mungu. Kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17, walipewa maelekezo na Mungu kwamba matunda ya mti huu mtakula, lakini matunda ya mti huu hamtafanyaje? Hamtakula. Walikuwa wanaenda vizuri katika uwepo wa Mungu, wakizungukwa na utukufu wa Mungu. Lakini siku walipoamua kuifuata, kuiamini na kuisikiliza sauti nyingine, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5, sauti ya nyoka ikiwakilishwa na shetani ibilisi, ndiyo iliyosababisha, andika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23 na 24, Adam na Eva kutolewa mbali na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo sauti ya Mungu pekee ndiyo inayotuweka au iliyotuweka katika uwepo wa Mungu. Sauti nyingine zipo kwa ajili ya kututoa ndani ya nafasi au ndani ya mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Waebrania sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 19, ukisoma pale mistari yote inatoa onyo dhidi ya kutokuiamini sauti ya Mungu. Sababu kubwa ya Adamu na Eva kutolewa katika nafasi mbali na uwepo wa Mungu, hawakuiamini sauti ya Mungu ya hapo awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Waebrania 3 mstari wa 7 hadi wa 19, Roho Mtakatifu anasitiza watu wasiwe na mioyo migumu kama ilivyokuwa wakati wa baba zao kule jangwani, akina Musa na Haruni. Wale walikuwa na mioyo migumu, hawakuiamini sauti ya Mungu, hawakuamini matendo makuu ya Mungu aliyowatendea, hawakuamini ishara, maajabu wala miujiza Mungu aliyowafanyia. Mioyo yao ilikuwa ni migumu, na kila walikuwa wakielekezwa na Roho wa Mungu walikuwa wanakaza shingo zao, na ndio sababu ya wao kuangamia na kuteketea jangwani. Kwa nini waliangamia? Kwa nini waliteketea? Ni kwa sababu muda wote sauti ya Mungu mtu anapokuwa anaipinga, na ule uwepo wa Mungu unakuwa mbali na huyo mtu husika. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Kinachosababisha sisi tukae katika uwepo wa Mungu ni kwa sababu ule uwepo wa Mungu unatuweka ndani ya utukufu wake, tunazungukwa na utukufu wake. Ila muda wote ambapo sauti ya Mungu inapokuwa inaondoka ndani yetu, ule utukufu wa Mungu unatuacha, tunabaki wenyewe. Kwa hiyo wana wa Israeli waliangamia kwa sababu walikuwa nje ya maelekezo ya sauti ya Mungu, na nje ya maelekezo ya sauti ya Mungu ndipo uwepo wa Mungu unakuwa unamwacha mtu. Kwa hiyo uharibifu ni lazima umpate mtu ambaye yupo nje ya maelekezo au sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 3, Bwana Mungu anasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni mwanadamu mwenye nyama tu. Uovu ulionekana ndani ya wanadamu, na uovu huu ukasababisha watu wa Mungu waipinge sauti ya Mungu. Siku zote sauti ya uovu, iwe ni ya hila za shetani ibilisi au sauti ya hila za kibinadamu, siku zote ipo kwa ajili ya kupinga sauti ya Mungu ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo uovu ulipoonekana ndani ya wanadamu kwenye Mwanzo sura ya 6, wakaanza kufanya mambo tofauti na maelekezo ya Mungu. Tunajua sababu kubwa iliyomsababisha yule Lusiferi, yule malaika aliyeumbwa na Mungu, aliyekuwa malaika mkuu Lucifer, kushushwa na kutolewa uweponi mwa Mungu na kutupwa chini, kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu, ni uovu ulionekana ndani ya nini? Ndani ya moyo wake. Ameandika kitabu cha Ezekiel
Ezekiel 28 mstari wa 15 anasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulioumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo shetani ili aweze kumtoa mtu mbali na uwepo wa Mungu, waga atainua hila, atainua uovu ndani yake, atainua machukizo ndani ya moyo wake. Shetani hawezi akamharibu mtu, ni mpaka atengeneze atmosphere, ile hali ya uasi, ile hali ya kupinga mapenzi ya Mungu ndani yake, ndio anaweza akamharibu sasa na akamtawala maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sababu pekee ya shetani ibilisi, Lucifer, aliyekuwa Lucifer, kutolewa mbali na uwepo wa Mungu ni uovu, ni ile hali ya ukaidi na uasi ilionekana ndani yake. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23 pale 22-23, Sauli mfalme, sababu kubwa ya kukataliwa na Mungu ilikuwa ni kutokuamini sauti ya Mungu, kutokuamini maelekezo ya Mungu. Mungu alimpa maelekezo, usifanye hivi, yeye akafanya maelekezo anayoyajua yeye mwenyewe, na ndio ikawa sababu ya kufanyaje? Ndio maana Mungu akamwambia, je, utii sio bora kuliko dhabihu? Sikwambia uchukue hiyo mifugo utoe dhabihu, utoe sadaka. Je, kwa nini haukutii? Utii sio bora kuliko dhabihu. Kilichomuondoa kwenye nafasi mfalme Sauli, haikuamini sauti ya Mungu, hakuwa tayari kufuata maelekezo ya Mungu, yakamuondoa katika nini? Katika nafasi. Na Biblia inasema Sauli mfalme, kwa kuwa Mungu alikuwa wasemi na yeye kupitia manabii wala kupitia ndoto wala maono, akaanza kuhangaika, roho yake ikaanza kuhangaika, ikaanza kutafuta waganga, walozi wa kienyeji waweze kumwambia mambo yake. Mtu yote anapokuwa asikia sauti ya Mungu, siku zote ataanza kutangatanga, atatafuta sauti nyingine, simpe taarifa. Bwana Yesu kwenye Waamuzi sura 16 mstari wa 17, Waamuzi 16:17, Samsoni anatoa siri kwa Delila kuwa wembe haujawahi kupita kichwani mwake. Na siri hii ilikuwa imefichwa tokea kwenye Waamuzi sura ya 13 mstari wa 3, wa 5 na wa 7. Malaika wa Mungu alimwambia kwamba mtoto huyu atakayezaliwa atakuwa ni Mnazareti. Wembe haupasi kupita wapi? Kwenye kichwa chake, wala asinywe jamii ya mvinyo, asinywe pombe, wala asikaribiane na kitu najis, kitu kilichokufa, kwa maana mtoto huyu ni Mnazareti. Nguvu ya Samsoni ilikuwa ni kwa sababu kuna maelekezo ya Mungu wazazi wake alipewa, na yeye pia aliambiwa hayo maelekezo. Alipokiuka maelekezo, sauti ya Mungu, nguvu zilimwacha. Mungu hakumtuma Samsoni kwenda kuwaokoa wana wa Israeli mikononi mwa Wafilisti akiwa ametobolewa macho, ni chongo. Hakutamani yeye awe chongo ndio awaokoe, alitaka awaokoe akiwa na macho yake mazima, naishi miaka mingi zaidi ya ile. Lakini kwa kukaidi sauti ya Mungu, kwa kutokuisikia sauti ya Mungu, alitekeleza mapenzi ya Mungu ya kuangamiza jamii ya Wafilisti na kuokoa wana wa Israeli, wa Israeli akiwa na maumivu mengi, naye mwenyewe kuteketea. Mungu hakutaka. Mpango wa Mungu sio kwamba yeye ateketee pamoja na Wafilisti.